maombi yetu kwamba uwepo wako na nguvu zako na utukufu wako ukapate kutuatamia. Maana uliahidi tunapokusanyika namna hii, wawili au watatu katika jina lako, uliahidi kwamba unakuwepo. Asante kwa uwepo wako na nguvu zako na utukufu wako, ulio tayari kumhudumia kila mmoja wetu sawasawa na vile anavyohitaji. Twajikabidhi tu katika nguvu ya uongozi wa Roho Mtakatifu, mwalimu mwema. Ulisema atakapokuja yeye atatufundisha, nasi saa hii tuko tayari kufundishika. Mioyo yetu ina njaa na mioyo yetu ina kiu, na uliahidi kwamba wote wenye njaa na kiu ya haki utatujaza. Ukamjaze mama yule na baba yule, binti yule na kijana yule, hata mtoto yule, kwa nguvu ya neno na kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Maneno haya yalete tofauti nzuri ndani yetu, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Na wote tuseme amen. Pokea kwa makofi mengi 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 mazuri ya shangwe. Haleluya. Naomba ukae tupige hatua. Basi tunajifunza kuhusu kumtumikia Mungu kwa kutumia huduma na karama na vipawa mbalimbali ambavyo ameweka ndani yetu. Na tuliona sababu kubwa tatu. Ziko nyingi, lakini kwa ajili ya kututumbukiza kwenye somo tuliona sababu kubwa tatu. Mistari iliyotuongoza ni Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Twende 1, 2, 3. Basi mtu na tuhesabu hivi kwamba sisi sote tu watumishi wa Kristo Yesu na mawakili wa siri za Mungu. Na kitu kikubwa kinachohitajika katika sisi watumishi wake, mawakili, ni mtu aonekane kuwa nani? Mwaminifu. Kile kipengele tu cha mwaminifu, maana yake kuna maelekezo ya kufuata. Huwezi kumtumikia Mungu kiholela au unavyotaka wewe. Kuna maelekezo mahususi, kwa sababu hatujajileta duniani. Mungu alimwambia Yeremia, kabla hujaumbika tumboni mwa mamako nilishakutenga kwa ajili ya kazi ya unabii. Inawezekana wewe umetengwa kuwa engineer au kuwa daktari, inawezekana umetengwa kuwa mfanyabiashara au kuwa mkulima, inawezekana umetengwa kuwa mwimbaji au mwanamichezo au fundi au mpishi au mwalimu wa watoto, lakini kila mtu amezaliwa na uwezo wa kipekee ndani yake kwa faida ya wengine wote. Amen. Tulisoma hiyo kwenye Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na ule mstari namba 7. Nisaidieni kusoma. 1, 2, 3. Basi kila mmoja wetu hupewa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa faida ya wote. Na tukaangalia zile kategori tofauti tofauti za utumishi. Kuna wengine wamepewa huduma, lakini kama hautajikuta kwenye huduma uko mkono wako wa kushoto, basi utajikuta upande wa kulia kabisa kwenye masaidiano au utendaji kazi. Haleluya. Alafu tuliona hapo katikati kuna karama na vipawa ambavyo ni maalum kwa kuwasaidia wahuduma kuu 5 au wahuduma za masaidiano. Mstari wa 11, twende. Niliahidi hii nitakupa mkononi, kwa hiyo usihangaike kuchora, usihangaike kuandika. Kila mmoja wetu atapewa mkononi. Ni sadaka yangu kwa Bwana. Amen. Mstari wa 11, 1, 2, 3. Haya yote hufanywa na huyo Roho mmoja, akimgawia nani na nani kila mtu kama apendavyo yeye mwenyewe. Kwa hiyo kila mmoja wetu ni mtumishi wa Mungu, hata kama hujaenda chuo cha Biblia, hata kama wewe sio msimama mbele. Kila mtu ana wito, ana huduma, ana kipawa,
ana karama ambayo dunia inasubiri tufaidi kutoka kwako. Sasa nilikwambia hivi, kuna kusudi la kila huduma. Hakuna kiungo kwenye mwili hakina kazi. Kwa hiyo maadamu umezaliwa na umekuwa sehemu ya mwili wa Kristo, au umekuwa sehemu ya kanisa, au umekuwa sehemu ya jamii, basi umepewa kitu ambacho jamii inasubiri kutoka kwako. Ndio maana ya lile neno kwa faida ya wote. Kwa hiyo Mungu amemleta kila mtu duniani kwa faida. Kuna faida. Amen. Sasa unahitaji sasa kujua kutengeneza mazingira yatakayoruhusu ile mbegu iliyo ndani yako kuchipua na kuzaa matunda ambayo dunia inasubiri. Ukoo unasubiri, kanisa linasubiri. Mbegu isipotengenezewa mazingira yanayotakiwa haiwezi kukua na kufikia malengo makuu au kusudi kuu la Mungu. Na kuna mazingira mengi yanatafuta kuua ile mbegu. Kwenye Yohana sura ya 10 Yesu anasema mwizi akija anakuja kuchinja, kuua na kuharibu. Kwa hiyo amekusudia kupambana na kila mbegu ya Kristo. Yule ibilisi, shetani yule. Ufunuo sura ya 12. Nitawafundisha siku nyingine vita vya kiroho. Anasema yule joka mwenye vichwa 7 na pembe 10 anajua ana wakati mchache. Kwa hiyo amekusudia kupambana na kila mtu mwenye nuru ya Kristo, mwenye mbegu ya Kristo ndani yake. Kwa hiyo chochote kile cha kimungu kitapitia upinzani. Si kila upinzani ni kwa sababu umekosea. Kuna vita zinanyanyuka ni kwa sababu ndio uko sahihi. Kuna wakati tunapitia changamoto kwa sababu ndio tumekosea, kwa hiyo ni matokeo ya makosa yetu. Lakini kuna wakati unapita kwenye dhiki kwa sababu ndio uko perfect, ndio uko sahihi. Sasa unatestiwa. Kabla tofali halijapewa wajibu wa kubeba nyumba, lazima litestiwe. Ili tusije tukaibebesha nyumba tofali bongonyo, nyumba ikabongonyoka. Kwa hiyo uzuri ulionao, uwezo ulionao, lazima utestiwe. Kwa hiyo Mungu ataruhusu. Kwa hiyo kuna dhiki inayokuja kwa sababu ya makosa yako, lakini kuna dhiki inayokuja kwa sababu ya wito wako. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo tuko hapa kujifunza kutengeneza mazingira yatakayokusaidia ukue na kufikia full potential, uwezo wako wote ambao Mungu alikuwekea ndani, ili dunia ikapate kufaidi na kusudi la Mungu likapate kutekelezeka. Atukuzwe Yesu kabisa. Sawa. Kwa hiyo nilitaja vitu vitatu jana kwa nini tukae kujifunza kuhusu wito na utumishi. Jambo la kwanza ni kwa sababu ustawi wako hapa duniani. Labda nigeuze hii ndio iwe namba 2 kuanzia leo. Haya, kuanzia leo hii nimeigeuza, imekuwa namba 2. Namba 1 sasa inakuwa ni ile iliyokuwa namba 2 jana. Jambo la kwanza, ustawi wa jamii, ustawi wa familia, ustawi wa ukoo, ustawi wa kanisa, ustawi wa taasisi, ustawi wa kampuni, ustawi wa taifa unategemea sana utendaji wa kila kiungo kimoja kimoja. Kila kiungo kimoja kimoja kijitambue kazi yake, wajibu wake, na kitekeleze. Moyo usukume damu. Usifanye kazi ya kujaribu kunusa. Moyo hauwezi kunusa, haujatengenezwa kunusa. Jicho lifanye kazi ya kuona, sikio lifanye kazi ya kuchuja sauti, pua ifanye kazi ya kuchuja harufu. Kila kiungo kina kazi yake. Ukijitambua na ukakaa kwenye wito wako, ukakubali kutumika ulivyofinyangwa, jamii inastawi. Ukiona mwili umebebwa, umepelekwa hospitali, sio viungo vyote vinauma. Inawezekana ni kiungo kimoja tu. Jana nilitoa mfano wa sikio tu. Kuna mtu hajalala kwa sababu ya maumivu ya sikio, lakini
sikio halikwenda hospitali peke yake, likapelekwa na miguu, likapelekwa na mikono, figo, bandama, mapafu, maini, yote vimeenda hospitali kwa sababu ya kiungo kimoja. Kama hivyo viungo vingine vinatakiwa vifanye uzalishaji kiwandani, labda kwenye mashine, vimeacha kufanya uzalishaji kwa sababu sikio ndio linaumwa. Kwa hiyo uzalishaji huku nyuma huku umesimama kwa sababu kiungo kimoja tu hakiko kwenye afya. Imelazimu tuvunje ratiba ya uzalishaji, twende hospitali. Kwa hiyo wewe kwa kutokuwa unayetakiwa kuwa, hujui umeleta pancha kiasi gani kwenye mwili wa Kristo wote, kwenye ukoo wote, kwenye familia, kwenye idara, kwenye kanisa, kwenye taasisi, kwenye kampuni, huwezi jua, kwenye chama. Hii itakufanya wewe mwangalifu sana kujinyofoa na kujipachika popote unapodhani wewe ndio panakufaa. Itakufanya ujiulize mara 4 na kuomba mara 4 kama unatakiwa kweli kuchomoka kwenye hiyo kwaya, eti kwa sababu umekwazwa, kuchomoka kwenye hiyo idara, eti kwa sababu umedharaulika au umefanyiwa figisu. Utachukua muda mrefu kwanza kujali afya ya mwili na kujali kusudi la Muumba kabla hujajichomoa na kujipeleka unakodhani wewe ndio utapata amani. You will be careful. Ila asiyejali kwamba kuna kitu kinaitwa kusudi la Mungu, mapenzi ya Mungu, asiyejali kuhusu afya ya mwili, anachomoka tu. Mtoto mmoja alimwambia mama yake, sijui kama anaweza kukusamehe, kwa sababu mama yake alimtelekeza kwa sababu ya mateso ya familia ile alikoolewa. Lakini nimekutana na mama mmoja anasema, isingekuwa watoto mimi nilikuwa nimechomoka hapa. Kwa hiyo ameamua kuvumilia kwa sababu ya kusudi. Inawezekana kwenye idara au kwenye chama au kwenye kanisa au kwenye kwaya au kwenye kampuni au kwenye familia uliko hauko vizuri sana. Sio mazingira ya starehe, ya furaha, ya unayoyataka, lakini ukijali kusudi la Mungu na mpango wa Mungu, unakuwa mwangalifu kabla hujachukua maamuzi kama hayo. Uweze jua kutoka kwako wewe ndio anguko kiasi gani linakuja na shetani akashangilia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Afya ya mwili, ustawi wa mwili. Kwa hiyo ukisoma hiyo mistari wa Korinto wa kwanza 12 na Warumi 12, utaona jinsi ambavyo Mtume Paul anatumiwa na Roho Mtakatifu kutukumbusha kwamba afya ya mwili inatokana na utendaji wa kila kiungo kimoja kimoja. Na jambo la pili tuliongea jana ni kwamba ustawi wako sasa wewe unategemea pia sasa kama unatimiza hilo kusudi. Ustawi wako wewe unategemea sana kama unalitimiza hilo kusudi. Yaani Mungu akiona hautimizi kusudi ambalo kwa hilo alikuletea duniani, hana sababu ya kukumwagilia, hana sababu ya kukupalilia. Deni analosikia la kuwajibika kukuhudumia ni kama na wewe unakuwa wa faida kwenye ufalme wa Mungu. Kwa tuliona hiyo kwenye Yohana sura ya 15. Yohana sura ya 15 anasema tawi linalozaa ndilo linalosafishwa ili lizidi kuzaa. Na Luka 13 alieleza jinsi ambavyo tawi lisilozaa linakatwa. Kumbukumbu 28 alieleza jinsi ambavyo nimekupa bajeti ya maisha kwa sababu ya utumishi. Nimekubariki kwa wingi wa vitu ili unitumikie kwa furaha. Kwa hiyo katika kumtumikia Mungu kuna full support. Mungu anakupa support. Kwa hiyo kama unachechemea leo katika ustawi wa maisha, kama unachechemea leo katika uchumi au afya, zitafakari njia zako. Ukirudi kwenye purpose, ukirudi kwenye kusudi, ukirudi kwenye mapenzi ya Mungu, ukawa mahali sahihi na watu sahihi, ukifanya jambo sahihi kwa namna sahihi, Mungu anashughulika na afya yako, Mungu anashughulika na uchumi wako. Unapotoka tu nje ya mapenzi ya Mungu, utunzaji wa mbinguni unanyamaza. Nilikupa mfano wa Paulo. Aliambiwa nimekuita kwa wasiotairiwa, yani wa mataifa. Umelazimisha kwenda kwa waliotairiwa, yani Wayahudi ambako umekulia pale, ulijulikana kama mtoto wa mjini pale, umefanya uhuni mwingi sana pale, wakuu wa dini wamekutumia
kwa vuruga hao Wakristo waliohama dini. Kwa hiyo watu wanakujua pale mjini pale, wanakujua yani wewe ni mtoto wa mjini. Sasa unadhani kwamba kwa sababu una jina pale mjini ukihubiri wewe ndio watakuja? Hebu nenda uone, hebu lazimisha uende uone. Akaenda, alipigwa mawe nusu kufa. Wakati anapelekwa kusikilizwa kesi yake Roma, kwenye merikebu, tufani kubwa ikawapiga kwa siku 10, walidhani watakufa. Malaika akatokea akasema, mimi ni malaika wa Mungu ninayemtumikia, usiogope, hamtakufa kama mtatii maelekezo. Lazima usimame mbele ya mfalme Agripa uwe ushuhuda kwa mataifa. Kwa hiyo wewe ni malaika wangu? Nimetumwa kukulinda. Kwenye maji kule nilikokuwa napigwa mawe ulikuwa wapi? Jibu ni rahisi tu, sio eneo lako lile. Kwa hiyo ukiacha kufanya lengo la kampuni haina sababu ya kukugharimia maisha. Ukikaa kwenye wito, kampuni inahusika na kula yako, lala yako, vaa yako, safiri yako. Ni wajibu wao. Kama balozi kwenye nchi ngeni, umekwenda kuwakilisha ufalme wa kwenu, huwezi kujigharimia. Kwa hiyo ukiona tu unachechemea kwenye masuala ya maisha na mahitaji yake, tafakari vizuri njia zako. Na nikiongea kuhusu kustawi na kupendeza na kufanikiwa na kuongezeka, hakuna mtu hataki. Sasa nakupa mbinu mojawapo ya kufanikiwa na kustawi kirahisi. Kaa kwenye kusudi la Mungu. Tafuta kulijua lina sura gani juu yako. Na nilikuangaliza hapa, nikakwambia wewe, hata kama una mwenzako anayefanya kitu kama wewe, yani mmeitwa wote kama manabii, au mmeitwa wote kama walimu, au mmeitwa wote kama wahasibu, au mmeitwa wote kama wafanyabiashara, haimaanishi mtafanana kwenye maelekezo. Nilikupa mfano wa nabii Yeremia. Aliitwa na Mungu kuwa nabii, lakini kwa mataifa, international prophet. Ezekiel aliitwa kama nabii kabisa katika nchi ya Israeli, lakini kwa ajili ya nyumba moja tu, nyumba ya Yuda, nyumba ya Israeli. National prophet. Halafu jana sikusema, ngoja niseme leo. Kuna nabii mwingine anaitwa nabii, lakini kazi yake sio kutoa unabii. Kazi yake ni kuombea unabii uliotolewa na manabii utekelezeke. Kwa mfano, nabii Hana binti Fanuel, Luka sura ya 2, ndiye aliyeombea kuzaliwa kwa Yesu kufanyike ipasavyo. Kwa sababu shetani alikuwa anapigana na kuzaliwa kwa Yesu kama alivyopigana na kuzaliwa kwa Musa. Kwa lazima wawepo waombaji kuombea mchakato wa Masihi kuja. Kwa hiyo kazi yake ilikuwa ni kuchukua prophecies, kuchukua prophetic words, kuchukua maneno yote ya kinabii yaliyotamkwa huko nyuma kwa ajili ya kuzaliwa kwa Yesu, atamie kama kuku anavyoatamia yai paka liwe kifaranga. Anaitwa prophet, nabii mke, lakini hajawahi kutoa unabii. Aina yake ya unabii ni kuatamia nabii zilizowahi kutolewa zitimie. Huyo naye ni nabii, lakini angalia amebeba sura tofauti na wenzake. Sasa hapo ndipo tumechanganya mambo mengi, na hatuoni baraka ya kumtumikia Mungu kwa sababu tumekwenda tunavyotaka sisi kwenda. Eti kwa sababu una wito, eti kwa sababu una karama, eti kwa sababu una kipawa, haimaanishi uende tu eti kwa sababu una mialiko. Yesu aliitwa kwenda kumwombea Lazaro. Lazaro ni ndugu yake, Lazaro ni rafiki yake. Alafu kuombea wagonjwa anaweza, yani amezaliwa kwa kazi hiyo, sio kitu anajitahidi kufanya. Alikuwa na kila sababu ya kwenda kwa ndugu yake. Hata maandiko yanasema tuwatendee wema wa familia yetu zaidi, tuwape kipaumbele. Asiyependa wa kwao ni mbaya kuliko asiyeamini. Kwa hiyo huyu ni ndani ya cycle ya marafiki wa karibu, lakini alipouliza kwa Mungu, kesho kuna ratiba ya Bethania, Mungu akamwambia hamna ratiba ya Bethania. Anayeumwa ni rafiki yangu. Akasema umekuja kufanya mapenzi yako au ya kwangu? Ya kwako baba. Kesho hamna Bethania. Akafa. Haya, tulikuita hospitali hukuja.
Japo umeponya wenzako wengi ambao hata majina huwajui, watu wa mataifa kutoka Tiro, Sidoni, Masedonia, Judea, Samaria, umeponya. Lakini huyu unayekunywaga chai kwake, huyu ambaye anakupaga nauli, huyu kumbe unampenda akiwa mzima, akiwa na afya. Yani watumishi wa siku hizi, alivumilia yote. Njoo tuzike sasa, si hospitali uligoma kuja, njoo tuzike. Kafa. Yesu akauliza tena, kesho kuna Bethania? Akaambiwa hamna Bethania. Wanazika, rafiki yangu, wanazika. Hospitali sikwenda. Sasa hata kwenye mazishi jamani nitaeleweka. Umekuja kufanya mapenzi yako au ya kwangu? Ya kwako baba. Tulia, hamna Bethania kesho. Mimi nafikiri ningeshindwa ule mtihani. Sina hakika hata kama ningeuliza. Yani ningekurupuka kutenda mema. Hii itakupanga, itakufanya uwe mwangalifu unavyokanyaga. Ndio maana ya sisi ni watumishi wote, lakini tuwe waaminifu. Waaminifu ina maana kuna vipengele sasa vya kufuatilia kiujumla na ile ya kila siku. Kuna ile ya kiujumla, nitavifafanua vyote vilivyokaa. Kuna maelekezo ya kijumla kwamba labda huduma yako itakuwa Dodoma, utaenda nchi nzima lakini utatokea Dodoma. Au huduma yako itakuwa Morogoro, utaenda nchi nzima lakini utatokea Morogoro, ndio base ya huduma yako. Hayo yanaitwa maelekezo ya kijumla. Lakini bado kuna maelekezo ya siku kwa siku, na yenyewe lazima uyatafute, na yenyewe lazima uyafuatilie, ili hatimaye uje uambiwe, vema mtumwa mwema, ingia. Hiyo sasa inatupeleka kwenye pointi ya 3. Kwa nini unatakiwa ujifunze mambo haya ya kiutumishi? Pointi ya 3 inasema nini? Uweze kuonekana unastahili kuingia. Kuna watu walipata matokeo mazuri kwenye utumishi wao, lakini walionekana hawastahili kuingia. Labda niiweke na hiyo ubaoni. Ngoja niiweke na hiyo ubaoni. Utaikuta kwenye Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 mpaka mstari wa 23. Kwa nimeweka Mathayo 25 ambapo kuna mtu alikosa mbingu kwa sababu ya hesabu ya kazi. Bwana, wewe nilikupa ngapi? Ulinipa 5. Umeleta ngapi? Nimeleta 5 zingine. Akaambiwa vema, ingia. Na wewe? Mimi ulinipa 2. Umeleta ngapi? Nimeleta 2 zingine. Akaambiwa vema, ingia. Na wewe bwana mkubwa? Mimi ulinipa 1. Umeleta ngapi? Mzee, kusema kweli sijaleta isipokuwa ile moja ulionipa. Niliogopa kuizungusha, nikaona niitunze tu kwa sababu wewe unavuna usipopanda. Wewe utapata tu. Akaambiwa mtumwa mzembe mlegevu, toka nje. Pamoja na kwamba alikuwa mkweli, hakuwa mwasherati, hakuwa mwizi, hakuwa mlevi, hakuwa mshirikina, alikosa mbingu kwa sababu ya hesabu ya kazi. Kumbe unaweza ukawa mzuri kabisa kwenye upande wa vazi, lakini ukaponzwa kwenye upande wa kazi. Ndio tuliongea jana. Sio vazi tu la ushuhuda mwema na tabia njema linalokupa kibali na kustahili kuingia. Kazi pia ni tiketi mojawapo inayoamua wewe milele yako. Milele yako. Sio matendo tu, matunda pia. Sio utakatifu tu, utumishi pia. Apewe sifa Yesu. Angalia hii sikukupa jana. Iko kwenye Mathayo. Hapo kwenye Mathayo. Anasema nilikuwa na njaa, hamkunilisha. Nilikuwa na kiu, hamkuninywesha. Nilikuwa uchi, hamkunivika. Nilikuwa kifungoni, hamkuja kunitazama, hamkuja kunitia moyo. Nilikuwa mgeni katika hali ya uhitaji, lakini hamkunikaribisha, hamkunisaidia. Nilikuwa kifungoni gerezani, na huko pia hamkuja kunitazama, hamkuja kunitia moyo. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Yani maovu hapa sio uasherati. Maovu hapa sio ulevi.
maovu hapa sio ushirikina. Maovu hapa ni kuto kutumika katika eneo ulilotakiwa kutumika. Kwa Mungu ni dhambi kama ulevi, ni dhambi kama zinaa, ni dhambi kama ushirikina. Maana hao wote waliwekwa fungu moja. Kwa hiyo usijitie moyo kwamba mimi sio mlevi, mimi nafunga siku 10. Haya, unafanya unachotakiwa kufanya. Kuna wenzako walipata matokeo kama yani hapa unadhani issue ni kuonekana unapiga kazi. Kuna wenzako walipata matokeo, lakini pamoja na matokeo waliopata walipoteza mbingu. Utawasoma kwenye Mathayo 7. Mathayo 7. Wengine wenu nitawakataa. Hafu atashangaa, mimi nimetoa unabii kwa jina lako. Jamani, kutoa unabii sio kitu kidogo. Mimi nimefanya miujiza kwa jina lako. Jamani, kufanya miujiza sio kitu kidogo. Mimi nimefurumua mapepo kwa jina lako. Jamani, kufanya deliverance, kukimbiza mapepo sio jambo dogo. Jaribu uone kama unafikiri ni jambo dogo. Pamoja na karama kubwa kubwa na matokeo waliokuwa nayo, hawakuingia. Kwa sababu hata namna ya kufanya utumishi waliofanya, waliacha kwenda kwenye mapenzi ya Mungu, wakaanza kwenda kwa kufuata mawazo yao, mawazo ya watu. Sasa Yesu pamoja na kwamba ana karama, bado alikuwa na nidhamu ya kusubiri ruhusa. Kusubiri ruhusa. Niende, utaenda na mimi. Na jana nilieleza kwa nini. Nilieleza hivi. Mungu hakutaka kumponya Lazaro. Mungu alitaka kumfufua Lazaro. Kwa ilikuwa lazima afe. Lakini hakufunua moyo wake kwa Yesu tangu mwanzo kwamba kwa nini nakukataza. Alimwacha kwenye hali ya kutokujua. Kuna mstari unasema ni utukufu wa Mungu kuficha mambo. Kwa hiyo hapa kuna discipline na patience, subira inayohitajika kutembea. Maana kuna wakati unaitwa kushoto na kulia kwa sababu ya karama yako, kwa sababu ya kipawa chako, kwa sababu ya jina lako, kwa sababu ya sifa zako. Ni rahisi sana kukurupuka na kwenda bila kuuliza. Walikuwa wameandaa mkutano mkubwa sana Asia, mitume wa kanisa la kwanza. Kwa lugha ya leo, mji mzima umebandikwa matangazo, redio zote zinaongea kuhusu kongamano lao linalokuja. Wamegawa vipeperushi, wameshakata tiketi ya ndege au tiketi ya SGR. Usiku mmoja kabla ya kuamkia safari, Mungu akawatokea na kuambia hiyo safari haipo. Wakakatazwa na Roho Mtakatifu kwenda Asia. Na gharama zote tulizoingia, hizo mtajua sasa wenyewe. Lakini wakatii pamoja na kwamba wamechafua mji mzima kwa matangazo, hawakwenda. Mimi nafikiri mimi ningeenda. Ninavyojijua kibinadamu, tuone huruma, sadaka za watu jamani, tuendage tu. Na mnaweza mkalazimisha kwenda. Na Mungu anaweza akaponya na kuokoa, maana tayari hiyo karama amewapa. Kama alivyompa Yesu. Yesu angelazimisha kwenda Bethania, Lazaro angepona kwa sababu ya karama ya Mungu. Angepona. Lakini Yesu angerudi ofisini, angekutana na sura ya Mungu isiyo na furaha juu yake. Kama Musa alipiga mwamba, akapata maji, na mamilioni ya watu wakanywa maji, na ngamia, na farasi, na punda. Watu wakafurahi, wakasema, mtumishi ana neema huyu mtumishi. Mtumishi amezaliwa. Yani Mungu ametubariki nchi na mtumishi wa Bwana. Hawajui kwenye kitendo kile ndio Musa alikofukuzwa kazi. Mungu alimstai Musa, akatoa maji kwenye mwamba. Japo mwamba huwezi kutoa maji, Mungu akatoa maji kwenye mwamba kama alivyoahidi. Lakini kwa sababu umekosea maelekezo, mshahara wako wote wa miaka 40 uliotembea jangwani hautapata. Hautaingia katika nchi ya maziwa na asali. Andika vitabu 5, mkabidhi Joshua, waambie wewe hautavuka hapa. Kwa hiyo kustahili kuingia mbinguni, my dear, wito wako na utumishi wako ni moja ya tiketi. Sio utakatifu tu,
utumishi. Mungu anaweza akakuachia ukapata matokeo, lakini haimaanishi anakufurahia. Eti kwa sababu ukumbi umejaa mpaka mmeweka hema nje. Eti kwa sababu ratiba yako imejaa mpaka mwaka 2027. Eti kwa sababu una followers 2,000,000 na unalipwa na YouTube. Wewe ndio unadhani una kibali kwa Bwana? You ought to be very careful hapa. Yani hapa lazima uwe mwangalifu, la sivyo hatutakutana mawinguni. Nakwambia ni rahisi sana kwenda kwa sababu una jina. Basi Ufunuo sura ya 10 mstari wa 22 mpaka Ufunuo sura ya 22 mstari wa 10 mpaka mstari wa 15 anasema, tazama naja upesi na ujira wangu uko mkononi, kumlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Kazi yake. Atukuzwe Yesu sana. Andika hiyo mstari halafu tuanze. Niliahidi leo sasa tunaanza jambo la kwanza la kuzingatia, ili uambiwe vema mtumwa mwema, ingia. Na ili ustawi hapa duniani kuna mambo ya kuzingatia. Kwa hiyo mambo ya kuzingatia, nimeandaa mambo 12 ya kuzingatia. Kama unataka kulitumikia kusudi la Mungu kwa faida, sasa upate faida, na baada ya hapa upate faida, zingatia mambo yafuatayo. Mistari yote hiyo tumeshaitumia, kwa hiyo huna haja ya kuirudia. Jambo la kwanza, andika kuhusu kuombea ili kutambua mpango wa Mungu wa wito wako. Kila wito una mpango wake. Ombea uweze kujua wito wako ni upi. Yaani wewe umegawiwa nini? Huo ndio unaitwa mpango wa Mungu. Huyu kapewa kwa jicho, huyu kapewa kwa sikio, huyu kapewa kwa kinywa, huyu kapewa kwa pua. Sasa wewe Mungu amekupangaje duniani? Mistari yote hiyo nadhani tumeshaitumia pia. Waefeso 4 anasema alitoa wengine kwa mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu. Alafu Warumi 12 ndio zile huduma za masaidiano. Alafu Wakorintho wa kwanza 12 ndio zile karama za katikati. Hiki hapa. Na niliahidi nitakugawia mkononi, kwa hiyo usihangaike. Kwa hiyo Waefeso wanaongelea huduma 5, Warumi 12 anaongelea huduma za masaidiano, alafu katikati kuna karama 9, lakini ziko karama nyingi nilieleza jana, ila tu Paulo aliongea 9 siku ile. Na wanatheolojia wengi wamejifunga hapo. Wanaamini karama ziko 9 tu. Si kweli. Kwa sababu karama ni vifaa kwa ajili ya ofisi fulani. Sasa kwa mfano karama ya uvumilivu hapo haijatajwa. Ukipewa kuwa mwalimu wa watoto au kuwa nesi, my dear, nesi bila karama ya uvumilivu huwezi fanya ile kazi. Ni kazi ngumu sana. Ndio maana mimi siamini kwamba ni huduma inayotakiwa kufanyika nje ya kanisa. Hospitali zote za kwanza nchi hii zilikuwa za kanisa. Zote. Serikali ilikuja kuchukua zile hospitali baadaye. Zingine waliacha, zingine walichukua. Lakini sitaki kuamini kabisa unaweza ukafanya kazi ile vizuri kama huna Roho Mtakatifu. Unaweza kufanya, ila sio vizuri. Uvumilivu ni tunda la Roho. Kama una Roho Mtakatifu huwezi kuwa mvumilivu. Kwa hiyo malezi ya watoto au wagonjwa, my dear, uvumilivu ni karama ya lazima. Ni kifaa kwenye ofisi. Lakini hatuoni hapa uvumilivu ikitajwa. Kwa hiyo karama ziko nyingi. Niliongea kuhusu pia ujasiri kwa mtu kama
askari polisi au mtu kama mwanasiasa, lazima uwe jasiri kusimama mbele ya watu, unaongea na watu 5,000 bila kuangalia chini, bila kula kucha. Hiyo nayo ni karama, lakini huioni hapo. Kwa hiyo karama ziko nyingi kusaidia ofisi tofauti. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo muombe Mungu na wewe ujue ya kwako. Ingia kwenye maombi, uliza kwa Bwana. Uliza kwa Bwana. Sasa unajuaje nimejipata? Unajuaje bado? Nataka nikupe leo indicator 7 au dalili 7 zinazokutambulisha kwamba uko mahali sahihi. Uko kwenye wito wako, uko kwenye ofisi yako, uko kwenye huduma yako. Amen. Itakusaidia kujua uendelee kumtafuta Bwana au umeshajipata uanze kuchuchumilia wito uliopewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mambo 7 yatakusaidia kutambua mpango wa Mungu juu yako, kwamba wewe huduma yako ni ipi. Mambo 7 yatakusaidia kujua. Apewe sifa Yesu. Jambo la kwanza. Mungu akikupa wito, ndani yako ataweka kupenda. Huwezi kupewa wito ambao wewe hupendi. Hata kama upendi, ukitii ukaanza kufanya, unashangaa mito ya kupenda inaingia ndani yako juu ya hilo jambo. Lakini kupenda hilo jambo, wazungu wanaita passion. Ni indicator ya kwanza, ni dalili ya kwanza kwamba umejipata. Mungu anakupa mzigo. Andika neno mzigo kwenye mabano. Unapewa mzigo na hilo jambo. Kila mtu anaweza asisumbuke na hali ilivyo, wewe ukasumbuka na hali ilivyo, kwa sababu ndio wito wako. Apewe sifa Yesu. Unaingia kanisani, unaona watu wanasikiliza tu, wakati wewe kila ukisikiliza unasikia kuna muungurumo kwenye speaker. Wengine hawajali, wanaona si inasikika. Lakini wewe kale kama muungurumo, hapana, kuna kitu kiko sawa. Na watu wote wanaoshughulika na mambo ya sauti na mambo ya vyombo wanajua huo ni waya uliochoka. Na huyo mtu atasumbuka na hilo jambo, hata kutumia hela yake mfukoni, mpaka usikivu ukae sawa sawa. Lakini nyinyi wengine wote mlirizika na kwamba inasikika. Maana sio wito wenu. Kwa hiyo kuna maneno burden, yani mzigo. Kuna maneno passion, yani kupenda. Passion ni hali ya kupenda kufanya jambo hata kama hulipwi. Nimekutana na dada mmoja ananiambia, tunakata tiketi sasa, anasema nakwenda Morogoro kwenye semina ya walimu wa Sunday school. Usharika mzima uko peke yako? Akasema hapana, walimu tuko wengi, tuko kama 8 hivi, lakini sasa usharika walituahidi kabisa kwamba watatulipia. Hapa katikati eti wamesema eti kuna mambo mengi eti hawawezi kulipa. Mimi nimetoa hela yangu, mimi siwezi kosa hii semina. Yuko radhi kulipa ili akafanye, sio kulipwa. Amevuka hiyo ya kulipwa inayokusumbua wewe. Mwenzako yuko radhi kulipa yeye, aachiwe yeye kufundisha watoto. Wewe unauliza tutalipwa shilingi ngapi? Mwenzako yuko tayari kuto kulipwa na yuko tayari kuvuka hapo kuingia kwenye gharama ya kulipa yeye. Hapo ndio unamjua mwenye wito, mwenye mzigo. Kwani Sulemani alijuaje huyu ndio mama mwenye mtoto na huyu sio mama mwenye mtoto? Aliangalia mzigo.
Mfalme akasema, kama mnamgombania huyu mtoto, basi tumpasue katikati, kila mtu aende na chake. Mama asiye na mtoto akasema, kata, kila mtu achukue chake. Wewe kweli umezaa wewe, kichwa chako umezaa wewe, muone kwanza. Wazazi wako hivyo. Lakini ni Roho Mtakatifu alimpa Sulemani wisdom ya kujua nani ana mzigo na hili jambo. Kuna siku moja kwenye diocese fulani huu mfano sio mzuri, ngoja ni uache. Mzigo tuishie hapo. Mzigo. Ngoja niseme, ni fiche baadhi ya vitu. Kulitokea ugomvi kwenye idara fulani kwamba kila mwinjilisti alikuwa anataka ile idara kwa sababu ya marupurupu yaliyokuwepo pale. Nikamwambia msaidizi wa askofu, ondoa hiyo marupurupu, utamjua mwenye wito. Ondolea hizo benefits zote zilizoko pale. Kutesti tu, mwenye wito anabaki. Asiye na wito anarudi kule alikokuwa. Si inatosha hiyo? Kwa hiyo utamjua mtu mwenye mzigo na jambo. Sisemi msilipwe, lakini hata ikitokea hamna malipo, uko radhi kugharimika ili jambo lisiharibike. Kuna kanisa moja wamepigana, wamesambaratishana, kanisa la watu 400, kwa sababu kiongozi wa lile kanisa amefariki, ambaye alianza lile kanisa na mke wake na watoto wake na house girl wake na marafiki zake wawili kwenye shule ya msingi. Baadaye serikali iliposema sasa msitumie shule za msingi kwa mambo ya ibada, msharika mmoja mle ndani akatoa kiwanja, lakini akasema watu wakishaongezeka, mkipata nguvu mnilipe. Kanisa likajengwa, wakatoka 30, wakawa 60, wakawa 90, wakawa 100. Hiyo miaka inaenda, miaka 10 hapo, ghafla wamefika 200, ghafla wamefika 300, sasa wako 400. Kanisa limependeza, yani sifa ikipigwa inapigwa kweli. Mzee akafa. Alikuwa na wachungaji wasaidizi 2, walilipaswa lile kanisa katikati. Kila mtu anataka kuwa mchungaji kiongozi. Hivi kweli kabisa, kama mna mzigo wa kweli wa mzazi, uko radhi kuona watu wanapasuka kwa sababu unataka wewe ndio uwe mchungaji kiongozi? Mchungaji wa kweli tungemjua pale. Endapo kanisa linataka kupasuka, mimi niko radhi nisikae hapo, mwache mwenzangu akae, lakini kazi ya huyu mzee isipasukie hapa kwenye mikono yetu. Hapo ndio tungemjua mchungaji wa kweli. Lakini hivi ninavyoongea walipasuana. Na mwenye kiwanja akasema, na mimi nataka kiwanja changu, siuzi tena. Si mnamgombania mtoto? Na mimi nataka kiwanja changu. Ukitaka kujua ilivyoisha, nirushie Jelo kwenye simu, nitakumalizia. Kupenda. Kutoka 33 ni habari ya Joshua kule jangwani. Anamuona Musa anavyoingia kwenye hema ya kukutania. Wakati ule Joshua anacheza mpira na wenzake, kijana mdogo, lakini alikuwa anatupa mpira, anakwenda na Musa. Wenzake wanalalamika, Joshua, mbona tulikuwa tunashinda, unaenda wapi huko? Mambo ya wazee hayo. Akasema, ndio, niache na mambo ya wazee, mimi napenda. Musa akamuuliza, hiyo haijaandikwa, nimeongezea chumvi tu kidogo. Musa akamuuliza, hutaki kucheza mpira na wenzako? Sasa, hapana, mimi nataka kuendaga huku unakoendaga, mimi kila nikikuona unaendaga huku vinyweleo vinanisimama. Nimesema haijaandikwa hiyo, nimetengeneza picha tu. Musa akaweka mkono begani, wakaingia na Joshua madhabahuni. Hiyo ndio inaitwa kupenda. Una mzigo. Yohana sura ya 8 mstari wa 1. Kila mtu alienda nyumbani kwake baada ya Bible study kanisani.
Yesu akaenda mlima wa Mizeituni. Unafikiri hana uzingizi? Kwenye mlima wa Mizeituni ni baridi, kwenye mlima wa Mizeituni ni mbu, kwenye mlima wa Mizeituni ni mawe, hamna godoro. Lakini ndio anapenda kwenda kule. Na saa zingine usiku kucha. Hiyo penda. Jambo la pili, kama dalili, unajuaje hiki kitu ndio cha kwangu, nimeitiwa hiki? Kuna mtu ana mzigo na watoto, huwezi kumwambia kitu. Kuna mtu ana mzigo na maombi, yeye furaha yake ni kukaa chumba cha maombi kuliko hata kusikiliza huko ndani. Mwingine ana mzigo na watakula nini hawa wageni. Mwingine ana mzigo na watalala wapi, wanakujaje. Mzigo. Kwa hiyo hapo sasa ndio migawanyiko ile inatokea ya karama, vipawa, huduma na kadhalika. Jambo la pili, angalia sasa, unaweza hicho unachopenda unakiweza. Si kupenda peke yake haitoshi. Kuna watu wanapenda kuimba, hawawezi kuimba. Kuna watu wanapenda muziki, ana miezi 6 anapiga kisi na mpaka leo hajaweza kisi. Na ndio rahisi kuliko zote. Ndugu yangu, wewe labda ni muitikiaji, usitusumbue kwenye muziki. Haiwezekani uwe daktari afu uwezi biology. Haiwezekani. Kama wito wako ni kuwa daktari, biolojia haikupi jasho. Haiwezekani kwamba wewe ni engineer alafu hesabu ni jaribu. Mainjinia wote wanaweza hesabu. Haiwezekani kwamba wewe ni mwanasiasa, uwezi kuwatazama watu 600, watu 2000 macho na kuahidi vitu ambavyo hata huna uhakika utavifanyaje, lakini unaongea utafikiri unazo. Ule ujasiri, tajenga barabara. Na wewe unajua kuna foleni ya pesa ya barabara na huna uhakika kama utapewa. Lakini unavyoongea ndugu yetu, huo ujasiri ni karama. Kitu ulichoitiwa zaidi ya kukipenda unakiweza. Kwa hiyo kila mara unapopata F kwenye somo fulani, sio lazima kwamba ni shetani. Inawezekana ni Mungu anakuambia wewe sio wa upande huu. Luka sura ya 4 mstari wa 18 hadi mstari wa 19 anasema, Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu, amenipa uweza, amenipaka mafuta. Sijitahidi mimi kuombea wagonjwa. Kuna wakati bado naongea, roho ya uponyaji inaanza kupita. Nilikuwa siombi, nilikuwa naongea, lakini roho ya uponyaji ilianza kufanya kazi. Maana ni ofisi yangu, ni wito wangu. Sasa wewe unavyowasukumaga wapendwa, toka, funguka. Mtu alikuja na matatizo ya tumbo, anaondoka na ya shingo. Unavyotumia nguvu. Wenzako wenye wito huo, saa zingine hata kugusa hawagusi. Si kwa sababu ameomba sana. Ni wito wake, ni ofisi yake. Mimi namjua mtumishi wa Mungu ni mwasherati grade 1. Unajua grade 1? Lakini ukimpelekea mgonjwa anapona. Sasa utamuelewa Yesu kwenye Mathayo 7. Tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya miujiza kwa jina lako. Yesu, ondoka, sikukujua. Eti kwa sababu nilikutumia kwa kipawa haimaanishi nilikujua. Ninaweza kumtumia mtu yeyote. Niliwahi kumtumia hata punda kuongea. Kwa hiyo usirogwe na kipawa cha mtu ukadhani yuko sawa na Mungu. Na kuna watumishi wa Mungu wakaniambia, kwa nini unatembea naye? Kwa nini unamwalika? Kwa nini unamtuma kazi? Nikawaambia, kama Mungu anajua udhaifu wake na anamtumia, mimi mkelewe? Na mimi nafanya kama Mungu, na mimi namtumia, sinamtumia.
na watu wanafunguliwa na watu wanabarikiwa. Kwa Mungu mtumishi atasimama, kwa Mungu mtumishi ataanguka, sio mimi. Uwezo. Kutoka 31 mstari wa kwanza hadi wa 5, Musa alikuwa anateremka mlimani, ana wasiwasi kwamba hii picha ambayo Mungu amenionyesha kuhusu madhabahu, kuhusu kinara cha taa, kuhusu meza, kuhusu pazia, kwamba hema ijengwe hivi duniani, nitamueleweshaje fundi wakati mimi sijui kuchora? Ninajua kupasua bahari lakini sijui kuchora. Wakati Musa anateremka mlimani, Mungu akaona mahangaiko, ndio akamwambia, ukifika chini usiogope, mtafute Bezaleli mwana wa Uri, we mueleweshe tu kwa maneno, mimi nitaweka picha ndani yake. Musa akamtafuta Bezaleli, akasema, Mungu ameniambia tu nikusimulie eti. Bezaleli akasema, subiri kidogo, naomba karatasi. Ikaletwa na peni, akaanza, hebu ongea mzee. Niliona kinara cha taa. Kinara cha taa kina mikono 7. Mikono 7. Kinara cha taa kina mikono 7. Kina kitako. Kina kitako. Kama hivi. Musa akashika kiuno akasema, Bezaleli, umejuaje? Hivyo kama tulikuwa wote mlimani. Amezaliwa kuchora, ni karama yake. Hatumii nguvu. Wewe kuna kitu gani utumii nguvu sana kama sisi? Hicho ndio cha kwako, unakipenda na unakiweza. Amen. Ukimfundisha mtu muziki, haitaki kuchukua muda mrefu kuweza kisi, unajua huyu ni mwanamuziki, maana ndio kinyepesi kuliko zote. Vivyo hivyo kwenye kupika, vivyo hivyo kwenye biashara, vivyo hivyo kwenye kilimo. Mtu akiwa kwenye eneo lake, haichukui muda mrefu kuchanua. Matendo sura ya 6 ni habari za kijana anaitwa Stefano. Alikuwa ni kati ya wadiakonia wa kwanza kuchaguliwa kutunza yatima na wajane wa kanisa la kwanza. Alipopewa pesa ya kununua mkaa na unga wa ngano na sabuni, akaenda sokoni. Hakurudi tu na mkaa na unga wa ngano na sabuni, alirudi na waumini wapya 11. Petro akamuuliza, umewapataje? Akasema, nilikuwa natoa tu change, mapepo yakalipuka. Sikuwa nafanya huduma, nilikuwa natoa change, mapepo yakalipuka. Kwa hiyo nikawaombea, nikawaambia sasa wanaotaka maombi zaidi waje huku usharikani. Kwa hiyo nimekuja na unga na mkaa na abiria wapya 11. Petro akatingisha kichwa akasema, huyu tumtoe kwenye udiakonia, mpeni mic, huyu ni mwinjilisti. Stefano anakufa, anapiga injili barabarani. Anaweza tu, hajitahidi kuleta watu kwa Yesu, anaweza kuleta watu kwa Yesu. Mstari ule ule uliohubiri wewe ukapata watu 20, mstari huo huo akihubiri mwinjilisti, kwa mfano marehemu Billy Graham, anapata watu 2000. Mstari ule ule. Sio umahiri wa kufundisha, ni mafuta yanayofanya kazi ukifundisha. Sio umahiri wa kuombea, ni mafuta yanayofanya kazi unapoombea. Sio umahiri tu wa kuimba, kuna mafuta ya kuimba. Apewe sifa Yesu. Jambo la tatu, matokeo. Ukitaka kujua umejipata wito wako, huduma yako, karama yako, kipawa chako, angalia matokeo. Yohana sura ya 5 31 hadi 36. Matokeo mazuri. Yohana sura ya 5 31 hadi 36. Yesu anasema, kazi zangu zanishuhudia. Nisiongee sana, angalieni kazi. Kama mimi ni Masihi, angalieni kazi. Kama mimi nimejisingizia, angalieni kazi. Kama kuna mtu amewahi kufanya nilichofanya mimi, asimame. Hakuna mtu alisimama.
Mnakumbuka Yohana Mbatizaji alituma watu kwenda kumuuliza eti wewe ndiye yule au tumtazamie ajaye? Yesu akumjibu kwamba mimi ndiye. Aliwaambia waliotumwa, mwambieni Yohana, vipofu wanaona, viwete wanatembea, wakoma wanatakaswa, maskini wanahubiriwa habari njema, wafu wanafufuliwa. Aliongea kuhusu matokeo ya kazi. Marko 16:15 hadi 20, ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Kuna ishara kwamba huyu mtu yuko kwenye eneo lake la utumishi. Matendo sura ya 5 12 hadi 16, Biblia inasema Mungu akafanya kwa mikono ya mitume miujiza ya kupita kawaida. Watu wakawaogopa, wakawausudu, wakawaheshimu, wakajua hawa wako pamoja na Yesu. Matokeo. Jambo la 4, ishara ya 4 kwamba umejipata uko kwenye wito wako. Angalia kama unachokifanya baada ya kufanya unasikia raha, unasikia amani, unasikia furaha, unasikia kuridhika, unasikia satisfaction baada ya kufanya. Hii ni tofauti na ile pointi ya kwanza ya passion. Passion ni msukumo wa kwenda kufanya. Amani na furaha ni msukumo unaopata baada ya kufanya. Unasikia umetekeleza jambo la muhimu sana duniani. Unajisikia nimeleta mchango wa muhimu kwenye maisha ya mtu. Unalala vizuri. Kuna mama mmoja ananiambia, nikimaliza kugawa chai kwa watu nisio wajua kule hospitali ya Ocean Road, yani narudi Mwananyamala najisikia mwepesi, yani nalala kwa amani, mapafu yanafunguka, yanapumua vizuri, baada ya kugawa chai na chapati kwa wagonjwa ambao hawana ndugu, wanasubiri maharage ya serikali. Wito wangu, wala stafuti microphone ya mtu. Kuna mama mmoja ni mkurugenzi mkubwa serikalini, saizi amestaafu, Mpentekoste, amehamishiwa Dar es Salaam. Wakati ule serikali ilikuwa bado iko Dar es Salaam. Kwa hiyo ametoka mkoani, amepanda cheo, amehamishiwa Dar es Salaam. Amefika kwenye kanisa lao la Pentekoste, akakuta pale mbele hamna hata debe la maua, hamna hata chungu cha maua, hamna zulia, hamna kitambaa ukutani. Akasema, kwani huwa mpambaga? Tunapambaga tukiwa na matukio. Akasema, ibada sio tukio. Unajua sasa kila siku sasa gharama. Akasema, basi niacheni. Huyu mama anapenda maua, na hakujua hiyo penda maua ni wito. Yeye alijua ni ya kwake tu. Alipofika kanisani akaona upungufu, akaelewa kwa nini mimi napenda maua. Kwa nini nina madebe ya maua kuanzia kibarazani, kuanzia getini mpaka sebleni, mpaka chumbani nina maua fresh. Ndio akaelewa. Akatoa maua yake kama sadaka. Kila Jumamosi jioni au Jumapili alfajiri utamkuta hapa mbele anapiga vacuum, anasafisha, anabadilisha madebe, makaratasi yale ya kung'ang'ana anayabadilisha, anatoa madebe yaliyokaa wiki mbili, anaweka debe jingine. Amekuja na gari yake na pickup na watoto wake na mafagio na madekio. Wameshambulia hapo. Afu anarudi nyumbani kwa raha. Yani anasema, nikiingia ibada ya pili nikaona pale mbele, nasikia raha. Hatafuti kuwa mwenyekiti wa wamama, hatafuti kuwa mzee wa kanisa, hatafuti kuwa mshika mic. Ameshajua wito wake na kazi yake, na akiifanya anasikia raha sana. Hata akiwa hayupo Dar es Salaam, lazima apige simu, watoto wapate dereva wa kuwapeleka kwenda kufanya ile kazi. Anasikia raha. Kutoka 33:14, Mungu alimwambia Musa, hawa watu wana shingo ngumu, hawa watu wanapasua kichwa sana, lakini utakapowaswaga kwenda kwenye nchi yao, nitakupa raha nafsini mwako. Kutakuwa na comfort
inakusindikiza kwenye dhiki. Isaya 55:12, utatoka kwa furaha utaongozwa kwa amani. Utatoka kwa furaha utaongozwa kwa amani. Mithali 10:22, baraka ya Mungu hutajirisha, haichanganywi na huzuni. Hata kama ina taabu, haichanganywi na huzuni. Wakolosai 3:15, amani ya Mungu ipitayo akili zote itahifadhi mioyo yenu na nia zenu. Jambo la tano la ishara kwamba uko mahali sahihi au unatakiwa uendelee kujitafuta, ni kama hilo jambo haikuumi kulitolea muda wa ziada. Yaani haikusumbui kutoa extra time, muda wa ziada kwenye kulifanya hilo jambo. Wenzako wote wanaangalia sawa, wanalalamika muda uendi, wakati wendi unashangaa na unatamani kuendelea kufanya. Hicho ndio kinachowatofautisha original na feki. Time. Kutoka 33:7-11, Musa akaingia hekaluni na Joshua, wakapiga magoti, wakaabudu, wakaomba masaa mawili. Musa akanyanyuka, Joshua alikuwa anaendelea kuomba. Musa akaanzisha wimbo kumuonyesha Joshua tumemaliza. Joshua anaendelea kuomba. Musa akamgusa Joshua bega. Joshua akamwambia, mzee, kama wewe umemaliza tangulia, mimi bado nipo. Haikusumbui kuongeza muda wa ziada kwenye jambo lako. Mathayo 14:22-23, sebule ya Yesu ilikuwa imejaa wageni maarufu: mkuu wa wilaya, afisa usalama wa wilaya, hakimu wa wilaya, mganga wa wilaya. Watu maarufu walikuwa pale. Lakini saa ya kwenda kwenye maombi ilipofika, Yesu hakusubiri kupata muda, alipangua vilivyoko mbele yake apate muda wa kwenda kufanya wito wake. Kule kwenye maombi ndiko anazaa macho ya vipofu. Kule kwenye maombi ndiko anahatamia miguu ya vilema. Kule kwenye maombi ndio wito wake uliko. Sio huku kwenye soko huku na kando kando ya bahari. Huku ni matokeo ya kule. Kule ndio anakozaa kila unachokiona anakidisplay huku barabarani. Kwa hiyo ukitaka kumzibia Yesu pumzi, umnyime kwenda kwenye maombi. Kwa sababu akitoka kwenda baharini au sokoni, atakuwa hana cha kuproduce, hana cha kuzalisha. Ni kwenye maombi alikuwa anapika vyote ulivyokuwa unaviona sokoni kwenye maombi. Kwa hiyo ulikuwa uwezi kuingilia muda wa maombi wa Bwana. Na alitengeneza muda apate kwenda. Hakusubiri apate muda, alifight. Akapangwa hiki ili apate muda wa kufanya alichoitiwa. Lakini tungekuwa mimi na wewe tunavyojijua, wageni wameingia sebuleni, ndio kwanza unachukua simu unasema, sasa itabidi tu nimwambie katibu, wapendwa, nimepata wageni, naomba muendelee, tupo pamoja. Malizia kiroho. Kumbe unajuaje? Yesu alipangua, hakujali huyu ni mkuu wa wilaya, hakujali huyu ni hakimu wa wilaya, hakujali huyu ni daktari wa wilaya. Tena ukienda kusoma Mathayo 14 utaona anasema akawalazimisha kuondoka. Hakusubiri wampe nafasi, akawalazimisha. Piga picha Yesu anamlazimisha mkuu wa wilaya kutoka sebuleni. Anaenda wapi? Kwenye maombi. Wakati mimi naacha kazi, najistaafisha ili niweze kuzunguka kuhubiri, hakuna mtu alinielewa, mpaka ndugu zangu. Ngoja niishie hapa. Wito, acha wito, upumui vizuri. Marko 1:35, akaamka alfajiri na mapema akaenda kwenye maombi. Yohana sura ya 8, usiku kila mtu ametawanyika kanisani, amerudi nyumbani, yeye akaenda kwenye maombi mlimani. Kitu chako
huwezi sema sina muda. Vingine vitapoteza muda, sio kitu chako. Ulichozaliwa kufanya kitapata muda. Namba 6. Unajuaje nimepatia au bado niendelee kujitafuta? Angalia watu wanakushuhudia je. Ushuhuda mzuri kutoka kwa watu ni moja ya ishara, indicator kwamba uko mahali sahihi. Wanaweza wasiwe wengi, maana watu wengi wanaweza wasikubaliane na wewe na wakakutoa nje kwenye wito wako, lakini watakuwepo 3 au 2 watakao kuambia wanavyobarikiwa na unavyofagia au unavyopika au unavolea watoto, na kale ka ushuhuda kataingia ndani yako chwa, kukutia moyo mahali ulipochoka. Hata kama kuna watu 1000 wanakupinga, wale watu 3 ushuhuda wao unakunyanyua. Mathayo 18 mstari wa 16 anasema neno moja litathibitika kwa mashahidi 2 au 3. Mathayo 18:16. Yohana 6:11-14, watu walipokula mikate 5 na samaki 2, watu 20,000, wanaume 5,000, hao ni wanawake 10,000, hao ni watoto 10,000. Wakasema hakika huyu ndiye. Watu walishuhudia wakasema hakika huyu ndiye tulikuwa tunamsubiri. Yohana 3 mstari wa 1 na wa 2, Nikodemo akamwambia Yesu, hakika wewe unatoka kwa Mungu. Vitu ulivyofanya, vitu unavyofundisha, hakuna mtu mimi nimewahi kumsikia. Na Matendo 6 mstari wa 1 hadi wa 8, chagueni watu 7 walioshuhudiwa na sisi wote wanafaa kuwekwa kwenye hii huduma ya yatima na wajane. Wakamchagua Stefano, walioshuhudiwa na sisi wote. Kwa hiyo kuna ushuhuda wa watu kadhaa utakupa confidence. Pointi ya 7 na pointi ya mwisho, unajuaje nimejipata au bado niendelee kujitafuta? Angalia unachofanya kama kinakuwa chanzo cha baraka, mafanikio na kupendeza. Wito wako haukupaushi. Huwezi kupauka ukiwa kwenye wito wako. Huwezi kupukutika ukiwa kwenye wito wako. Ukikaa kwenye wito wako ipasavyo, mito ya maji ya uzima itafunguliwa kukustawisha, na jani lako litakuwa la kijani hata kiangazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbukumbu 28:47-48 anasema nimekupa wingi wa vitu ili unitumikie kwa furaha. Wito utakutunza. Wito utakutunza duniani. Kwa hiyo hata kama una vitu 3, 4, 5 unafanya, hakikisha unajua katika hivyo vitu 3, 4, 5 dole gumba ni wito upi. Kwa mfano mimi ni mwalimu, nafundisha physics na chemistry kabisa, certified. Lakini pia mimi ni mwanamichezo, nimeenda UMISETA taifa mara 3. Basketball, football, volleyball, table tennis. Lakini pia mimi nachora, paka rangi kuchora. Lakini pia mimi ni mwalimu wa neno la Mungu. Katika hivi vitu 5 mimi pia ni mchumi certified chuo kikuu. Pamoja na kwamba nina hivi vitu 5, kufundisha neno la Mungu ndio dole gumba langu. Nikiacha kufundisha neno la Mungu, vingine vyote vitazinya, nitahenya. Nikifundisha vizuri neno la Mungu, mito inafunguliwa iliyonileta mimi duniani kustawisha hata na hivi vingine. Kwa hiyo huna haja ya kuacha biashara eti kwa sababu wewe ni mwalimu wa Sunday school. Huna haja ya kuacha siasa eti kwa sababu wewe ni mwimba kwaya. Wewe endelea, lakini dole gumba lako ni nini? Usipolipatia dole gumba lako, utahenya tu hata ukiwa na vitu 21. Vyote vitahenya. Lazima ukae kwenye dole gumba lako. Sasa kulijua sasa ndio kuna hivi vitu vya kujicheki. Unaweza ukawa na wito zaidi ya 1. Amen.
lakini patia sasa dole gumba. Kama dole gumba wewe ni sauti ya pili kwenye kwaya na umekimbiaga, usishangae huko vitu vingine vyote vinachechemea. Paka urudi kwenye sauti ya pili kwenye kwaya. Au watoto Sunday school labda ndio eneo lako, au maombi ndio eneo lako, au kufundisha ndio eneo lako, au kupeleka chai hospitali kwa watu wasio na ndugu ndio eneo lako. Vingine vyote unavyovifanya vitasinyaa mpaka urudi kwenye eneo lako la wito uliozaliwa kufanya. Mithali 17 mstari wa 8 inasema karama ya mtu humtengenezea nafasi, humketisha mbele za wakuu. Na Mithali 18:16 inampa kutawala. Karama ya mtu inampa kutawala. Na Mithali 10:22 hutajirisha. Karama ya mtu hutajirisha, haichanganywi na huzuni. Mwanzo 12 Mungu anamwambia Ibrahim, toka hapa katika jamaa zako, nenda kule katika nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakubariki na nitakufanya kwa baraka. Mwanzo 13 Ibrahim akawa tajiri sana kwenye mifugo, kwenye fedha na kwenye dhahabu, kwa sababu ametii wito. Na Mungu alibariki neno lake jioni ya leo katika jina la Yesu. Nasema na Mungu alibariki neno lake leo katika jina la Yesu. Tumemaliza pointi ya kwanza. Sasa pointi ya kwanza ndio ndefu kuliko pointi zote, ndio maana nimeipa siku moja. Lakini pointi zilizobaki, ili tuweze kumaliza pointi 12, lazima kila siku nipige hizi nipige 2. Kwa hiyo saa 11 kamili naomba nipewe microphone kusimama. Amen. Tunataka tufike mwisho tuwe na hakika, tusibahatishe. Mungu anataka tuwe na nini? Na hakika. Ngoja nikusomee huo mstari kwenye Warumi sura ya 12. Anasema hivi, Warumi sura ya 12. Labda nisome Waefeso alafu tusome Warumi. Waefeso 4 mstari wa 8 anasema hivi, Bwana Yesu alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Waefeso 4 mstari wa 8. Tukirudi mstari wa kwanza wa Waefeso 4 anasema hivyo ninawasihi kila mtu mwenende kama wito wenu ulivyo au mlioitiwa. Usitoke nje ya wito wako, uenende kama wito wako ulivyo. Apewe sifa Yesu. Warumi 12 kuna karama tofauti tofauti, kila mmoja kutokana na neema aliyopewa. Sasa kama ni unabii, kama ni kufundisha, kama ni utoaji, kama ni usimamizi, yani uongozi, kama ni kutia moyo, kama ni kuhudumu, kama ni kurehemu, yani huduma zile za wagonjwa na yatima na watu maskini zinaitwa huduma za rehema. Kila mmoja afanye wito wake kwa imani. Imani ni nini? Ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo fanya kwa hakika, usibahatishe, na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo ombea uweze kujua katika migawanyo tofauti tofauti ambayo Mungu ameiweka duniani, ya kwako ni ipi? Ya kwako ni ipi? Bwana uliye waita, shika sadaka watakatifu wako, wawe mitume wachunga lishe kundi lako, wanyonge nawe wenye hofu wakawa
astahili, astahili, hapana kutamka bari, lakini wewe, lakini wewe waweza tufanya tayari. Neno lako, Neno lako tulijue, tupenda Roho wako hayatakuwa ya bure, ya maneno yako. Sema, Bwana Yesu, sadaka hii na iongee shauku ya moyo wangu mbele zako, niweze kujua kwa hakika wito wako na kusudi lako maishani mwangu. Niweze kujua, nipe kujua kwa hakika mpango wako maishani mwangu duniani, katika kulitimiza kusudi lako, katika kuujenga ufalme wako. Na kataa kila sauti zinazonichanganya na kila roho ya uzito inayozuia sauti ya Mungu ndani yangu. Kila vurugu na mahangaiko ninakataa kwa jina la Yesu. Ninavunja kila upinzani katika ulimwengu wa roho unaozuia maendeleo yangu ya kiroho. Kila upinzani unaozuia mimi kujua kwa hakika mpango wa Mungu maishani mwangu. Kila roho ya kuchanganyikiwa nakataa, kila roho ya uzito nakataa kwa jina la Yesu. Achia moyo wangu, achia ufahamu wangu, achia kwa jina la Yesu. Achia, nakataa kwa jina la Yesu. Navunja kwa jina la Yesu. Navunja kila upinzani kwa jina la Yesu. Endelea, vunja upinzani, vunja kila hila za adui, kila hila za adui zinazokuvuruga usipate kutembea kwenye mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa, wakamshinda yule mwovu kwa damu ya mwana kondoo. Ninapinga kila roho ya upinzani, ninavunja kila roho ya upinzani. Toka, achia nafsi yangu, achia mawazo yangu, achia moyo wangu, achia fikra zangu, achia masikio yangu na macho yangu kwa jina la Yesu Kristo. Ninafungua yaliyofungwa, nipate kuona, nipate kusikia, nipate kujua, nipate kupokea mawazo ya Mungu ndani yangu. Imeandikwa kwenye Wakorintho wa pili 2:16, nina mawazo ya Kristo, nina nia ya Kristo ndani yangu. Napokea, 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 napokea nia ya Kristo, napokea mawazo ya Kristo ndani yangu, napokea mapenzi ya Mungu ndani yangu, nikapate kujua kwa hakika. Endelea kwa dakika moja, endelea. Imeandikwa, ukinitafuta kwa moyo wako wote utanipata. Ninawapenda wananipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona, asema Bwana. Mwombe Mungu akupe bidii ya maombi, nidhamu ya maombi kwenye eneo hili. Uende kutafuta uso wake, uende kutafuta mapenzi yake, na yeye atajifunua kwako katika jina la Yesu Kristo. Sante Yesu kwa uaminifu wako. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Mwambie Mungu asante kwa dakika moja. Amesema na sisi vipengele muhimu sana. Yes, ili tusiende tu kiholela, bali tuende kwa hakika, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na mikononi mwetu tumeshika matoleo, Bwana. Hatuwezi kulipa wala hatuwezi kununua baraka zako,
lakini tunajua sadaka ni kanuni muhimu ya kiroho. Ninaomba ukaipokee, ninaomba ukaitakase, ninaomba ukaikubali, ikafae kwa kazi takatifu nyumbani mwako, Bwana. Na sadaka hii iendelee kuongea mbele zako kwa niaba yetu, hata sisi tunaponyamaza, katika jina la Yesu.